kuna research moja ambayo imefanyika, ukitaka kujua huyu mtoto ataishia kuwa maskini ama ataishia kuwa tajiri, kuna kitu moja kinaitwa economic connectedness. Hii research ilifanya kwa kuangalia wanafunzi 1000 kwa kuangalia kwenye majiji mawili makubwa tofauti. Jiji A ni kwamba waliangaliwa watoto zaidi ya 1000 kwenye shule ambayo wanachanganywa kati ya watoto ambao wametoka kwenye mazingira ya kimaskini na watoto ambao wamezaliwa kwenye mazingira ya kitajiri. Wakati wa mazingira ya kusoma na shule wakachanganywa kwa pamoja. Alafu kwenye jiji B watoto wale wale wa kimaskini na watoto wa kitajiri wakawekwa tofauti. Research inaonyesha baada ya makundi yote mawili A na B kufikisha miaka 35, kwa average waliweza kutengeneza 1/3 ya utajiri zaidi ya watoto wale ambao waliweza kutenganishwa kati ya maskini na matajiri na hawa waliokuwa wamechanganywa. So tunachojifunza hapa ni kwamba tunapaswa kuhakikisha tunafanya maamuzi sahihi juu ya watu ambao tunakutana nao, kwa sababu wata influence moja kwa moja matokeo tunayokuwa nayo. Kwa mfano, tunatakiwa kujiepusha na watu ambao hawatengenezi maisha ambayo sisi tunatamani kuwa, hawafuati njia na jitihada ambazo tunazitamani, hawazingatii afya, mwili, mazoezi, chakula na matokeo yote ambayo hatuyataki kwenye maisha yetu yatokee. So tukiwa around na wao, definitely tutakuwa affected maradufu kuliko ambavyo maisha yetu yalivyokuwa kabla tujakuwa nao. Na hivyo tunatakiwa tupaswe kuwa karibu na watu ambao ni wajasiriamali, watu wanatengeneza pesa, watu ambao wamefanikiwa kwenye industry husika, mentors, business partners, kuwa na watu karibu ambao watu ambao wanaishi zile ndoto ama vision, ama wako wametangulia mbele, ama ni watu ambao wana kitu ambacho unatamani kujifunza kwao ambacho kitakuwa msaada kwenye maisha yako. Kwa sababu siku zote kitu kinachomata sio kujua ni kwa namna gani itakuwa. Hapana, kitu kinachomata ni kujua ni nani anayehusika juu ya hili jambo.